Donald Trump anataka kiwanda kikubwa cha nyuklia barani Ulaya kilichopo huko nchini Ukraine, ambacho wakati huu kipo katika mamlaka za Urusi, kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Wall Street Journal ambalo limeripoti. Marekani inakusudia kudhibiti eneo la Urusi linalozunguka kinu kikubwa zaidi cha nishati cha nyuklia barani Ulaya kama sehemu ya makubaliano ya upatanishi kati ya Kiev na Moscow, kulingana na Wall Street Journal. Pendekezo hilo ni sehemu ya kifurushi kilichoripotiwa cha chaguzi ambazo Marekani inatarajia Ukraine kujibu mwishoni mwa wiki hii. Alhamisi iliyopita, wajumbe wakuu wa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump walikutana na maafisa wa Ukraine na Ulaya mjini Paris. Mojawapo ya mawazo yao yenye lengo la kuwezesha makubaliano ya amani kati ya Kiev na Moscow inahusisha kuteua ardhi karibu eneo la kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia NPP kama eneo lisiloegemea upande wowote chini ya udhibiti wa Marekani, gazeti hilo limeripoti Jumapili likinukuu vyanzo visivyojulikana. Mkoa wa zamani wa Ukraine uliokuwa mwenyeji wa kituo hicho ulipiga kura ya kujiunga na Urusi katika mwaka 2022, ingawa Kiev imepuuza kura hiyo ya maoni na ikisema ni sawa na udanganyifu. Mnamo Machi, Donald Trump alidai kwamba Vladimir Zelensky wa Ukraine alipendekeza kwamba Amerika ichukue umiliki wa vinu vya nyuklia vya nchi yake. Zelensky hata hivyo alikanusha madai hayo, akisema kuwa yeye na Trump walijadili tu uwezekano wa uwekezaji wa Marekani katika kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia NPP. Marekani itaondoka ikiwa mazungumzo ya Ukraine yatakuwa magumu sana, alisema rais wa taifa hilo Bwana Donald Trump. Zaidi ya hayo, Washington imependekeza kutambua mamlaka ya Urusi juu ya eneo la Crimea bila kupinga udhibiti wa Urusi juu ya maeneo mengine manne ya zamani ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na Zaporizhzhia, na kukataa ombi la Ukraine la wanachama wa NATO, kulingana na Wall Street Journal. Hata hivyo, orodha ya mapendekezo haijumuishi uwezo wowote wa jeshi la Ukraine au kupiga marufuku kupelekwa kwa wanajeshi na wanachama wa NATO wa Ulaya nchini Ukraine. Gazeti hilo lilibaini ikisema iwapo Marekani, washirika wake wa Ulaya na Ukraine zitafikia muunganisho wiki hii, kifurushi hicho kitawasilishwa Moscow, ili ripoti WSJ. Moscow imekataa kwa uthabiti uwepo wowote uliopendekezwa na NATO nchini Ukraine na imesisitiza kwamba makubaliano ya Istanbul, pendekezo la usuluhishi ambalo limejadiliwa mnamo mwaka 2022, ambalo linajumuisha vikwazo kwa jeshi la Ukraine, inapaswa kutumika kama msingi wa makubaliano ya amani ya baadaye. Mpango huu ulikataliwa na Kiev kufuatia kuingilia kati kutoka kwa waziri mkuu wa wakati huo wa Uingereza Boris Johnson. Urusi imeshutumu EU na Uingereza kwa kujaribu kudhoofisha juhudi za upatanishi za Trump ili kurefusha mzozo nchini Ukraine. Rais wa Marekani ameonya kwamba utawala wake utakubali tu ikiwa juhudi za kidiplomasia zitakuwa ngumu sana na hatimaye huenda ikajitoa. Lakini kuhusu kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia, Urusi haikutoa maoni yake hadi wakati huu na haikueleza juu ya jambo lolote, licha ya kwamba kinu hiki wakati huu kipo katika mamlaka yake. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.